Bwana Amisi Mayuto François, wewe ni mratibu wa mashirika ya kirahia katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, hususan ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Ifizi. Tungependa kujua kutoka kwako, unaweza kutathmini kivipi rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila aliwasili katika mji wa Goma usiku wa manane siku wa Jumapili kuamkia siku ya Jumatatu leo ya tarehe Mei 26. Unapokeaje habari za kuwasili kwa rais mstaafu katika mji wa Goma, na hiyo ikiwa ni baada ya hotuba aliyoitoa hivi majuzi tu na kutuhumiwa na serikali ya kwamba yeye anasapoti M23 AFC yake Kornenanga? Karibu kwa channel yetu Kuna Nini News. Ndugu mtangazaji, sisi kama acteur wa société civile, kufika kwa rais ambaye alikuwa rais wa nchi yetu bwana Joseph Kabila kufika Goma, ile imetushangaza sana, kwa sababu sisi tunajua yeye ni mmoja wa wale ambao watu wa senateur, yuko senateur avi. Yeye ni mtu mmoja ambaye wananchi wote walikuwa wanategemea, kwa sababu yeye wakati ngumu kama huu, yeye angekuwa mmoja wapo ya watu ambao ungeweza kuzima moto, kuzima vita ambavyo vina kwa leo vimeisha waua watoto wa Kongo wengi, kwa sababu kwa experience ambayo tulikuwa na zania yeye iko nayo, hangeweza kuja kufika Goma, hangeweza kuwa tena anaishi nje ya nchi yetu. Hiyo sasa haitupatie, tumesikia amefika Goma, hii haifurahisha, hapana. Tungewaza kama yeye angefika Kinshasa, akae pamoja na wengine wafanya siasa kama yeye, vigogo kama yeye, ili nchi yetu ipate amani. Lakini unapozungumzia kwamba yeye ni seneti katika maisha yake, ikumbuke kwamba hapa hivi majuzi tu bunge la seneti, yani baraza la seneti, liweza kufanya kikao, na kwenye kikao hicho wote kwa pamoja wakakubaliana, sauti 88 wakakubaliana kwamba rais mstaafu aweze kuondolewa kinga, yani ile heshima aliyokuwa nayo akipewa kama vile seneti waliweza kuiondoa, na hiyo ni kwa ajili ya kuipa mahakama ya kijeshi kumfungulia mashtaka. Kwa namna nyingine tukisema hivi sasa ile heshima ya seneti hayuko tena. Unapozungumza kwamba yeye ni seneti, huo ni kwamba ni mambo mawili tofauti. Sisi tunamchukulia kama seneti, na kama leo wamemtoa ile kinga ile ambayo inaitwa immunity, ni kufuatana mwenendo wake yeye. Angekuwa na mwenendo wa uzalendo, mwenendo ambao wa kupenda nchi yake, mwenendo ambao wa kutaka matatizo, vita ambavyo viko kati ya pande mbili, kusema AFC M23 pamoja na serikali, yeye angekuwa kati, angekuwa mtu mwenye anapaswa kuleta suluhu, kuleta kusawishi pande zote mbili ili waache vita, kwa sababu vita hivyo vinatokomeza watoto wa Kongo pasipo haki yote ile. Kwa sababu hiyo wale wa senate kama yeye wameondoa kinga yake, kwa sababu wameona mwendo wake ambao msema, wameona kama comportement yake sio comportement mzuri, sio comportement tena ambayo inaweza kumpatia ile heshima ya senateur. Kwa kumalizia, ningependa kujua kutoka kwako mwenyewe, unatathmini kivipi hali hiyo ya kufika kwake mjini Goma, ambao ni mji unaohikaliwa na M23 RDF kama vile AFC? Tungependa kujua kutoka kwako. Kwenye hotuba yake mwenyewe alisema kwamba uongozi wa sasa ni mbaya na una udikteta, lazima wamalize udikteta. Na ikiwa liwasili katika mji wa Goma, kama vile vyombo vya habari vilivyotangaza, ni kwamba wana mpango wa kumaliza udikteta. Ningependa kujua kutoka kwako, kuwasili kwake mjini Goma kwa mtazamo wako, ni mwanzo wa vita, ni kuendelea kwa vita, au ni mwisho wa vita? Ndio, nashukuru, swali yako ni nzuri. Kufika kwake Goma ni mwanzo wa vita. Mimi naona ni mwanzo wa vita, kwa sababu yeye amejitangaza kama yeye iko nyuma anataka kutokomeza udikteta. Na yeye mwenyewe amehukumu nchi hii muda wa miaka 18, na wakati alihukumu nchi alikuwa pia amefanya udikteta. Kwa asione kama dikteta anaweza
anaweza kutokomeza udikteta. Yeye mwenyewe alikuwa mdikteta, anakuja sasa jigamba kama atatoa udikteta. Hiyo sio kweli, hiyo sio kweli. Anakuja kuanzisha vita. Ebe bwana amesema Yuto Francois, kuna nini news? Imekushukuru kwa muda wako. Na mimi nashukuru pia ndugu mtangazaji. Asante. Basi baada ya kusikiliza yale ambayo amezungumza huyo mwanamemba wa mashirika ya kiraia au asasi za kiraia uko ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, moja kwa moja tunaenda kujiunga na bwana Dola Kubwa ambaye ametujia na yale ambayo yaliweza kushuhudiwa wiki hii ambayo imemalizika. Karibu bwana Dola Kubwa. Hamujambo ndugu wa Kongomani, na wasalimu kulingana na muda wote ule ambapo unapatikana. Pia nawapa pole kwa shida tunazo za nchi yetu, na wale wanao magumu nawapa pole, na wengine nasema Mungu apate kutubariki sisi sote. Siku ya leo ni siku ya kwanza tariki 26 mwezi wa 5 2026. Nitawapa habari ya kwanza, kikao kilichofanyika cha M23 na AFC ya Corneille Nangaa. Habari ya pili itakuwa habari ya mheshimiwa Dragila, na habari ya tatu itakuwa habari ya mheshimiwa Chibula, na habari ya ine itakuwa habari ya mheshimiwa Asambwa Useni. Kwa hiyo naomba utege sikio na mahabari mengine mbalimbali kwa siku ya leo. Si mwingine ni Mboto ya Batu Mwene Batu Bushiri Egle Mzee Dola Kubwa. Habari ya kwanza ni habari ya M23 na AFC ya Corneille Nangaa. Walifanya kikao hapo Bukavu kulingana na magumu ambapo wanao. Walifanya evaluation ya vita ambapo wamevifanya kuanza Nord Kivu na Sud Kivu. Wamejikuta wamefanya makosa sana kuja haraka kuvamia Sud Kivu. Kikao chao wamesema ya kwamba wangebaki kwanza Nord Kivu. Hiyo imeletwa na nini? Imeletwa na kushindwa kufungua njia kwenda Uvira, kwenda Fizi, Mwenga na Kalemi na eneo zingine. Kwa hiyo kikao hicho ilionekana ya kwamba ngome ambapo inapatikana Luvunge na eneo zingine ni kwazo kubwa sana kwao, imewarudisha nyuma, wameshindwa kufungua njia, wa vijana wao wamekufa wengi na wamepoteza vifaa vingi. Kwa hiyo hawajakuwa na mafanikio yoyote kwa vita ambao wamevifanya. Hiyo ni kikao ambapo ilifanyika hapo Bukavu ya AFC ya Corneille Nangaa. Na walio wengi wanasema ya kwamba labda kazi ifanyike, kazi ipo, na tuzidi kumshukuru Mungu muweza wa yote, atatenda mengi. Habari ya pili ni habari ya mheshimiwa Dragila, na mheshimu sana mheshimiwa huyu. Nataka tu kumkosoa tu kidogo na kumkumbusha kumbukumbu. Nimemfuata na tumemfuata, kwa maneno yake amesema ya kwamba jeshi la Fuma tangia wapatikane mtambazoni ule wa Nganja na mtambazoni wa Ubwari wangali wanafanya miaka 2. Hiyo maneno sio maneno ya kweli. Fuma tangia ije mde miladi seti na mpaka sasa wangali pale hawajatoka. Hii ni kumbukumbu ambapo nilitaka kukukumbusha, labda haukumbuke. Na kukumbusha tu mheshimiwa ukumbuke hilo. Walio kupiga wewe, kukutoa majini hadi ukafikiria kujisalimisha serikalini na zile silaha zote ambapo ulibeba, ni hiyo Fuma yenyewe unaenda kuta hapo Talama na eneo zingine. Ni kumbukumbu tu nitaka nikukumbushe. Na kuna video ambapo ilirekodiwa kulingana na mitingi aliyoifanya jana siku ya Mungu tariki 25 mwezi wa 5 2025 aliyoifanya mheshimiwa Dragila. Kwa hiyo nitawatumia hiyo video yule ambapo atahitaji hayo, ili wewe peke uichunguze na usikilize jinsi alivyozungumza kwenye mitingi yako. Hapo utakwenda kujua kwamba kweli huyu mtu ni mzalendo au sio mzalendo. Asante makatena. Neno letu la tatu ni kwa ajili ya mheshimiwa Chibula. Mheshimiwa, tumekufuata kwa makini sana. Masemo yako tumeifuata kwa makini sana, lakini nina onyo ambapo nakupa na ushauri ambapo nakupatia. Ushauri ambapo nakupatia ujue ya kwamba masemi unayosema hayawezi kujenga hata Fizi. Na masemi unayosema hayawezi kujenga hata familia yako. Kwa kuwa usijipendelee. Mungu hapendi mtu akujipendelea. Najua maana nilisema hata maombi watu wanaomba makosa. Unajiombea wewe na makuni, unajiombea wewe na watoto, yani unajiombea wewe pasipo kukumbuka watu wengine. Na masemi unayosema hayatakusaidia kitu.
hata kama wewe ujichange na mheshimiwa Nehemi, nyinyi wawili hamuwezi mkafanya chochote Fizi, Baraka na eneo zingine. Umoja ndio nguvu. Mkono umoja hawezi kuvunja chawa, aidha kidole kimoja kiwezi kuvunja chawa. Masemi yako tumeyakosoa, na pia umezungumza ya kwamba ungekuwa Baraka, mheshimiwa William Amuri akutumba mkombozi visionnaire beba maono, komanda force numere, asingekuwa mtu na asingekuwa chochote. Maneno kama hayo tumecheka na tumesema ya kwamba kuna watu wanasema maneno kwenye mitandao lakini kuifanyizia kazi haipo. Tumekufuata kwa makini sana, na yote ambapo atahitaji kupata hiyo ni lazima tunakukosoa hayo maneno, usiongeze kusema siku nyingine. Wewe hauna mwanajeshi huku na hauna mzalendo huku, aidha familia yako wewe haiwezi kukuwezesha wewe kuwa kitu mbele ya inchi au mbele ya tarafa la Fizi au mbele ya Baraka ile. Hayo masemi si masemi yanaweza kutujenga wala kujenga inchi. Na kushauri sana usiongeze tena maneno kama hayo. Neno letu la mwisho kama neno la ine ni neno kwa mheshimiwa Asambwa Huseni. Asambwa Huseni. Mheshimiwa, najua kwamba kazi ambapo umefanya kazi mzuri sana na kazi kubwa upande wa FC na upande wa M23. Kwa hiyo umepewa kazi kubwa, ambassadeur de la paix, umepewa kazi kubwa na Mzee Lawi. Amesema uwafanyizie nguvu, waambie Wabembe wawarudishie eneo zao, warudishie nganja yao, warudishie yani eneo zote zile ambapo zinapatikana Wabembe, uwafanyizie nguvu, wawarejeshie Wabembe. Lakini mimi naweza nikasema ya kwamba na nikajibu Mzee Lawi, kazi ambapo umeipatia mheshimiwa Asambwa Huseni ambassadeur de la paix ni kazi nzuri na ni kazi ambapo inafanana na yeye, lakini eneo kama zile sio eneo zenu. Ni eneo ambapo unampatia mheshimiwa Asambwa Huseni awanyanganyie kwa Bembe, na umesema AFC ya Corneille Nangaa na M23 mutafika eneo zile na zile eneo zenu mutazichukua, lakini najua kwamba hamutazichukua kama kuwa zenu, bali mutazinyanganya ikiwa kama Mungu atawapeleka kule, na ikiwa shetani atawaacha basi ujua kwamba eneo zile sio eneo zenu, ni eneo za Wakongomani na ni eneo za Wabembe ambapo wao ndio walizaliwa pale na wao ndio wamiliki wa eneo zile. Ila kazi hiyo inamfikiria yeye yule mheshimiwa Asambwa Huseni. Hii ni kazi ambapo umepewa mheshimiwa Asambwa Huseni. Ufanye nguvu, uwanyanganyie ndugu zako eneo zile, na ukihitaji ojo hiyo utaipata. Asante, si mwingine ni Mboto ya Bato Mwene Batu Bushiri Egle Mzehe dola kubwa. Hizo niite mtoto mdogo dola kubwa hajakosea. Na malizia na kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 yake na 8 yake inasema hivi: mtu asiyojali walio wake anashindwa na watu wasioamini.